Bwana, ni juma lingine tena katika kipindi chako bora kabisa cha michezo. Si kingine ni Simba TV ambacho kinatoka katika klabu yako pendwa kabisa ya Simba Sports Club. Wewe mwanachama, mshabiki na yule ambaye unaitakia mema, hiki ndio kipindi chako bora cha michezo ambacho unapaswa kuangalia kila juma. Kuna mengi mazuri ambayo tunakuletea mbele ya macho yako kuhusiana na klabu yako pendwa. Utaenjoy, utafurahi na utafurahia mwanzo mwisho. Katika juma hili kuna mengi mazuri ambayo tumekuletea. Moja kati ya hilo ambalo tumekuletea ni kikosi chetu cha Simba Sports Club kuanza safari nyumbani Dar es Salaam Tanzania kuelekea hapa Morocco, mahala ambapo mimi ndo nimesimama. Kuna mengi hapo katikati yatakuja kuzungumza. Utampata semaji la CAF Ahmed Ali, yeye atazungumza vitu vingi ambavyo vinahusiana na safari nzima. Mtaalamu Fadlu Davis utamsikia hapo pamoja na wataalamu wengine. Lakini pia mwisho usiache kuangalia mahojiano maalum ya mchezaji wa zamani Mohamed Mwameja ambaye yeye ndio alikuwa nahodha wa kikosi chetu mara ya mwisho Simba Sports Club ikicheza fainali ya michuano hii ya CAF mwaka 1993. Mwameja yeye amezungumza vitu vingi akiwa ndio goalkeeper namba 1, akiwa ndio nahodha wa kikosi hicho. Usiache kuangalia na kufuatilia Simba TV kama ambavyo nimekuambia. Tupate mapumziko mafupi. Mimi ambaye ninakuongozea Simba TV katika juma hili ni Tobias Sebastian. Bwana, kama nilivyokuambia hapo awali, habari ya kwanza ambayo wewe mpenzi mshabiki wa Simba Sports Club inakuja mbele ya macho yako ni kumsikiliza semaji la CAF Ahmed Ali. Yeye alizungumza kuhusiana na safari nzima kutoka nyumbani Tanzania hadi hapa Morocco, na vingi vizuri ambavyo amezungumza kuhusiana na kikosi chetu, lakini pia safari nzima, bila kusahau kile ambacho wana Simba wengi walikuwa wanajiuliza kuhusiana na mchezaji wetu Eli Mpanzu Nkibisawala, kwamba yupo kwa mkopo au amesajiliwa katika kikosi cha Simba. Semaji amezungumza vyote, na wewe ambao ulikuwa ukijiuliza au ukiulizwa au ukisikia kutoka katika maeneo tofauti tofauti, hebu msikilize semaji la CAF amezungumza kinaga ubaga. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumefika salama Casablanca, Morocco, kwa ajili ya kuanza rasmi maandalizi ya mchezo wetu wa finali mkondo wa kwanza dhidi ya RS Berkane. Tumewasili leo Jumatano majira ya alfajiri hapa Morocco, na baada ya purukushani zote za uhamiaji, wachezaji wakapata nafasi ya kwenda kupumzika hotelini. Na jioni ya leo tumefanya mazoezi yetu ya kwanza hapa Morocco kwa ajili ya kuweka mili sawa sawa kuelekea katika mchezo wetu wa Jumamosi. Wachezaji tuliosafiri nao, mashabiki, viongozi kutoka Simba Sports Club, kutoka TFF pamoja na serikalini, wote na wenyewe wapo katika hali nzuri. Kiufupi tu ni kwamba msafara mzima wa Simba Sports Club uko vizuri, na tayari tumeshaanza maandalizi ya mchezo wetu dhidi ya RS Berkane. Namna ya mazingira, hali ya hewa ya hapa Morocco inafanana na nyumbani tulipotoka? Hiki kipindi hakina baridi kali sana. Iko ile baridi ya kawaida tu ya siku zote ambayo kwa sisi ambao tumetokea katika nchi ya Tanzania ni hali ya hewa ambayo tunaimudu kabisa. Hata ukiniangalia niko zangu tu bila sweta wala nini, ni kwa sababu hali ya hewa inaruhusu kuvaa namna hiyo. Na kwa wachezaji wakifanya mazoezi, maana yake wanapata lile joto, kwa hiyo baridi unaondoka kabisa. Kwa hiyo hali ya hewa ni nzuri ambayo sisi tunaweza kabisa kuimudu na kufanya kazi chini ya hali ya hewa hiyo. Tuje sasa kwenye eneo muhimu. Wachezaji wote ambao wamesafiri mpaka hapa, hali zao zikoje? Mechi inachezwa kwenye mji mwingine, sisi tupo hapa Casablanca. Maandalizi na vitu vyote muhimu kuelekea siku hiyo ya mchezo. Kwanza tumeweka kambi hapa Casablanca. Tutakuwa hapa kwa muda wa siku 2, kwa maana ya leo Jumatano na kesho Alhamis. Tutaondoka tarehe 16 asubuhi kuelekea Berkane ambako tunakwenda kuwafuata wapinzani wetu. Tutafika kule tarehe 16, tutafanya mazoezi yetu ya mwisho katika uwanja wa Manispaa ya Berkane, uwanja ambao ndio tutakaochezea mechi yetu, na tarehe 17 tutaamkia uwanjani. Baada ya mechi tarehe 17 tunaingia kwenye ndege ya Air Tanzania,
tunarejea Dar es Salaam. Kwenye mitandao ya kijamii na platform nyingine tofauti Eli Kibisawala Mpanzu amekuwa akizungumzwa kwamba yuko kwa mkopo, taarifa nyingi tofauti. Wewe ndio chanzo rasmi, sauti ya Simba. Tuambie, ni kweli yupo kwa mkopo Simba Sports Club au ni mchezaji alisajiliwa kwa muda kadhaa ndani ya Simba Sports Club? Tunajua hizo kelele zinatokea wapi, na wanaotoa hizo kelele vile tunafahamu hizo kelele wanazitoa kwa namna mbili. Namna ya kwanza ni wao kumuogopa Mpanzu. Wameshagundua na wameshaona ya kwamba Mpanzu ni balaa jipya kwenye mpira wa Tanzania. Wameshabaini ya kwamba Mpanzu ni mtu hatari. Hiyo inawafanya wao waongeze kelele ya kupiga kuhusiana na Mpanzu. Hilo la kwanza. La pili, wameanza kuzunguka kwenda kuulizia upatikanaji wa Mpanzu. Wameshakwenda Kongo kwenda kuulizia bana huyu Mpanzu vipi, na nadhani walikutana na wajanja wa Kongo akawadanganya kwamba yupo kwa mkopo. Sasa sisi tunawatahadharisha tu kwamba wataibiwa fedha zao. Mpanzu ni mchezaji halali wa Simba Sports Club ambaye amesajiliwa kwa mkataba wa miaka 2. Na tunapozungumzia mkataba wa miaka 2, tayari mwaka mmoja umemalizika, lakini ndani ya huu mwaka mmoja Mpanzu ametumikia miezi 4 tu. Baada ya dirisha dogo la usajili kufunguliwa ndio Mpanzu akaanza kuitumikia Simba. Kwa hiyo Mpanzu bado ana nusu msimu akamilishe mwaka mmoja, alafu aje aanze kuitumikia Simba kwa mwaka mwingine mmoja. Kwa wana Simba hilo wala wasiwe na wasiwasi. Mpanzu ni mali yetu ya kudumu ndani ya Simba. Sisi tuna mamlaka naye. Tukiamua kumuuza, sisi ndio wenye uwezo wa kumuuza. Tukiamua baki, sisi ndio mwenye uwezo wa kubaki. Na hawa wengine wote ambao wanajisumbua, tuambie tu Tanzania hii timu ya kuchezea Mpanzu ni Simba Sports Club pekee. Mpanzu kwa namna yoyote ile hawezi kukubali kurudi nyuma kimaisha. Kwa sababu kwenda kuchezea timu nyingine Tanzania hii ni kurudi nyuma kimaisha. Na wale ambao wanamhitaji Mpanzu wawe na subira. Uzuri ni kwamba wao wanajua namna gani wanaweza wakawapata wachezaji wa Simba. Wanajua kabisa ipi ni namna ipi? Namna nyepesi tu. Mpanzu ana miaka 22 hivi sasa. Ataitumikia Simba Sports Club kwa kipindi cha miaka 13 hivi. Kama muda miaka mingine 10 itimie, naongeza tena 3 mingine mbele, miaka 13. Kwa hiyo kama Mwenyezi Mungu akijalia uhai, Mpanzu akifikisha miaka 35 ndo ataondoka Simba kwenda klabu nyingine ya Tanzania. Kwa hiyo hilo wawe na subira nalo, kama ambavyo walisubiri kwa namba 20 wetu. Walianza kumtamani tangu akiwa mdogo. Namba 20 akaenda, akawa nahodha, akawa mchezaji mwandamizi, akapoteza nafasi ndani ya kikosi chetu. Baadaye Simba tukamwacha, wao wakamchukua. Formula ni ile ile kwa Mpanzu, dunia haijabadilika. Dunia haijabadilika. Jua bado linatoka kusini, linazama kaskazini. Na formula ya kusajili mchezaji wa Simba ni hiyo. Tukimwacha unamchukua. Kama ilivyokuwa kwa namba 17. Amekuja hapa bado kijana mdogo na vidredi. Wakaanza kumtamani kuanzia hapo. Akaenda akawa mwamba, akaenda akawa mchezaji bora, akaenda akawa mtaalamu wa maasisti, akaenda akawa mtaalamu wa locomotive feint. Kipindi chote hicho walikuwa wanamtamani na kumvumilia. Ilipofika muda tukasema ahlan wa sahala, ndo wakamchukua wakaenda kwao. Na kwa Mpanzu baba ni hivyo hivyo mpaka tuachane naye, wao ndo watamchukua. Katika juma lililopita sisi Simba Sports Club tulikamilisha michezo 4 ya ligi kuu ya NBC, na yote tukifanikiwa
kupata ushindi bila ya kipingamizi chochote, tukikusanya pointi 12 kama ambavyo malengo yetu yalivyo. Kocha mkuu mtaalamu Fadlu Davis yeye alieleza kiupana kwa namna ambavyo tuliweza kupata ushindi katika mchezo wetu hiyo minne, lakini pia hakuishia hapo. Alizungumza mipango, maandalizi na mbinu za kuelekea mchezo wa kwanza wa fainali hapa Morocco dhidi ya RS Berkane tayari imeshaanza. Hebu tumsikilize mtaalamu Fadlu Davis yeye akizungumza. We always knew the first game and the last game was going to be the most difficult, and it happened exactly like that. The first game we conceded early, and now the last game against KMC we conceded early. Good resilience, good adversity, and overcoming the adversity by the players to keep the structure, to be calm, to follow what we plan to do, and to be fair, should have been 2-1, 3-1 half time minimum. So a good performance in the end, but the most important thing is no injuries in this match. We have to assess Shamu and see if he's available for the final. But alhamdulillah, for 12 points done, the players deserve all the credit, and now we can fully focus on the final. Yeah, I think a huge credit to the medical team, the fitness department, Durrell, Butler, in terms of bringing our players back. We saw Che Malone today playing 90 minutes for the first time after his injury, and of course over these 4 matches, starting with the semi-final against Stellenbosch, where we built up his minutes gradually in a periodized way that he doesn't do too much too soon, and today he was able to play 90 minutes without any problem. So a huge credit to the backroom staff, the fitness department, the medical department to allow me to make these rotations, and to allow me to have a fit player ready to perform any moment called upon. They have to fight for starting berth. So does Kibu, Mutale, Awesu, Chasambe, Panzu, Ahua, all of these players in the number 10, Balua, they all have to fight for their position as well to be able to which attacking force are we going to use away from home, which attacking force we're going to use at home. And this is what you want as a coach. It was very important to say everybody has had their chance, everybody has got some minutes, and now it's about analysing and see what is the best approach for Berkane. Oh, fantastic. We went through a bad period, and this is a little bit what other players can learn from. You know, down and out, not making the squad in Stellenbosch, very painful. We were very hurt. We had a meeting with him to discuss why, what he should work on, and what a response he showed now, especially in the last 3 matches. Coach, I need technical comment. 11 days, 4 matches. We won all. We won against Mashujaa, JKT, Kamba, and today KMC. Yeah, it's very difficult to switch from the semi-final euphoria, coming at the airport, and now we had a meeting to say, okay, this is what is ahead of us. In 10 days, we have these 4 matches. And of course, we want 12 points. Trust me and the technical team in relation to who plays. Don't be angry if you're out. Support your brother if he's playing. I have that mentality, and that mentality was all over every position. You know, the player that played, the one that was on the bench, he supported him. Today, Fernandez was not in the squad. He came there to support the players. And that's what you need. You can't win leagues, you can't win 3 trophies, you can't challenge for 3 trophies if you don't have a squad, if you only rely on 11. And this is credit, like I said, it's the backroom staff, it's the medical team, it's the fitness department, working behind the scenes to keep the players fit. And then I have an easy job then to decide which tactical approach and which player I'm going to use. And then of course, looking at the data with the fitness department, we always give recommendations. Like today they said Joshua Mutale shouldn't start because of his load in the last match, but of course I took the decision to start him. But these are normal technical team workings, but that's why I say a huge credit to the physical department, huge credit to the medical department for keeping our players available at any time. We use the approach of focusing on the next match ahead. Okay. Now,
Now we change our focus to CAF, the final. We try to get that trophy, and then we'll see what the fixture lies ahead. What we can expect is a small stadium, the fans right on top of you, a little bit like this, but a bigger capacity. The ultras will be singing for 90 minutes. They'll be on top of us. Intimidating atmosphere, and we need a certain type of approach. I can't tell you which approach right now because I'll only start watching Berkane tonight. But we have to be strategic in how we play the away match, and we have to be even more strategic in how we play the home match because away goals count. Kuelekea katika mchezo wa fainali ya pili ya michuano hii ya CAF, Simba TV tunakuletea mahojiano maalum ya kila wiki. Tutakuwa na mchezaji ambaye katika kikosi cha mwaka 1993 alifanya vizuri na alipata nafasi ya kucheza. Wiki hii au juma hili tunaanza na goalkeeper namba 1 wa wakati huo, Musa Kamara wa wakati huo mwaka 1993 ni Mohamed Mwameja. Yeye licha kuwa goalkeeper namba 1 lakini pia ndio alikuwa nahodha wa kikosi chetu. Ndio ambaye tunaanza naye katika juma hili. Mengi mazuri yamezungumza kuhusiana na finali ile, lakini pia nini ambacho wamewashauri baadhi ya wachezaji pamoja na goalkeeper na wachezaji wengine wote kuhusiana na finali hii ambayo tunaenda kucheza hapa Morocco na nyingine kwenda kumalizia pale Dar es Salaam. Lakini sambamba na hilo, usiache kufuatilia mahojiano ya mchezaji mwingine ambaye alikuwa katika finali ya mwaka 1993. Amezungumza vitu vingi na vingi vizuri, usiache kuangalia. Wiki hii tuanze na Mohamed Mwameja. Huyu hapa. Mechi kwanza bwana, tulianzia Ivory Coast na mechi ilikuwa nzuri, mapokezi, tushajipanga. Mfadhili wetu huyu alipanga mambo mazuri, ubalozi ulitusaidia sana. Kwa hiyo tumefika pale sisi, maandalizi ya kulala, chakula na mambo mengine, ubalozi na mfadhili alibeba kwa 90%. Na si wenyewe pia tukaona kwamba cha kulipa hakuna, ni kujitoa. Tulijitoa kweli, tukafanikiwa. Na mechi tukimaliza kule kule. Sema ukipanga hivi Mungu anapanga la kwake. Lakini kusema kweli tulijitoa na tulifanikiwa kwa 90%. Mechi kwa tunaimaliza kule. Kusema kweli nasema hivyo kwa sababu kuna 1% kubwa sana mechi kumaliza kule. Tuliwazidia sana kule. Tulikosa nafasi nyingi sana kuliko wao. Kwa hiyo nikisema tumaliza kule tuliwakamata sana. Naona kwa hiyo ilitumiza kwa sababu yani kwa 1% kubwa tukaweza kumaliza mechi kule kule. Kwa hiyo tuliporudi hapa sasa ikawa tena ile maandalizi si yetu sisi tena wala mwalimu. Tulifanikiwa kule, labda uwanjani tulizuia sana, tulishambulia sana, tulicheza kwa nidhamu sana, tulielekezana sana. Kwa nini tulifanikiwa ugenini? Au wapinzani hawakuwa vizuri hiyo siku? Hapana, siku zote unapokuwa uko nje ya mji wako unakuwa makini sana. Kwa maana kwamba unajitahidi hata ukikosea usikosee sana. Na tulikuwa wakali. Sasa mimi nilikuwa mkali sana. Sio hapo tu. Mechi nyingi za Simba ambazo nikicheza mimi, wenzangu wanajua kwamba huyu bwana huko nyuma hataki masihara. Nakumbuka tushaye kupiga na ngumi na magoso. Yaani fikiri magoso. Si kwa maana ya ngumi, yeye alisema nilimpiga ngumi, lakini ilikuwa si maana hiyo. Ni kwenye kuhamasishana. Kwamba unafanya makosa jirudia kwa sababu gani? Kama umeshindwa basi ondoka, aje mwingine. Hii timu yako kwani? Basi timu yangu tunaimizana. Kafikia hatua hiyo nilikwambia, lakini kikubwa kwenye kuhimizana. Unapokuwa nje uko makini sana. Kwa makini kwa sababu unajua kuna safari ndefu. Ukiwa nyumbani baada ya mechi siku 2 uko nyumbani, lakini ukiwa nje safari ndefu unarudi vipi nyumbani? Wenzako wanasemaje? Unajua makini. Kwa hiyo mechi ya kule tulikuwa makini kwa 100%. Watu wote sifungwe, tuzuie, tushambulie kwa mpango ambao mwalimu ameweka. Kwa hiyo tulifanikiwa kwa staili hiyo. Tulizuia vizuri, tukashambulia kwa mpango mwalimu aliweka, kwa tulifanikiwa.
Sawa. Rudi sasa hapa nyumbani ile wiki sasa kuelekea mchezo wa marudiano. Naambiwa maandalizi ya muhimu yale kwenye pitch hayakuwa mazuri kama ambavyo vitu vingi ambavyo vilikuwa huko nje. Sio wachezaji mnaenda huku, mara kiongozi huyu kaja, mara huyu kaja kusema hichi, concentration imepungua, uchovu kama mkubwa, ahadi pia ziliingia huko, unasikia mkaondoka hata kwenye concentration ya mechi. Hebu tueleze ilivyokuwa kimoja baada ya kingine. Kwanza ahadi ni hatua ya mwisho, lakini kwanza sisi wenyewe tulisema tuweke historia. Ndio muhimu kwa sisi tuweke historia kwa sababu miaka mingi sana kwa Tanzania ile jambo lijawahi kutokea. Kwa hiyo hamu ya sisi wachezaji wenyewe ni kuingia kwenye historia. Jambo la pili, maandalizi yalikuwa na changamoto. Yalikuwa sana upande wa management kuliko mwalimu. Na hiyo ilitusumbua sana sisi. Siku mbili kabla ya mechi ndio kabisa hatukupumzika. Hatukupumzika, mikutano hii inafanywa, maombi haya yanafanyika. Unajua hizi timu za Simba na Yanga zina wapenzi kila mahali. Na kila mmoja atakufanya jambo atoe mchango wake. Huwezi kumzuia. Anakuja mzee pale na gari yake, Zanzibar unachai maharage zile. Tu mlikuwa camp Zanzibar zile chai za maharage za kuangalia, amekodisha. Ana mtu wake wa maombi. Akasema wewe meneja ya timu sio yako peke yako. Hii timu ya watu wote. Ila mimi unijui. Lakini siondoki mpaka mpate watu hapa nikawafanyie maombi. Niwe sehemu ya mafanikio. Mtu na mnyamaji timu. Na si mmoja, wako wengi. Kwa hiyo kafika wakati tunagawana sasa. Toka tunaenda group, kisha tunagawana. Watatu nendeni huku, watano nendeni huku. Kwa hiyo muda wa kutrain ikawa haupo. Mipango walimu ikawa haipo. Unaona. Kwa hiyo ni sababu. Na mchezo wa mpira mguu lazima akili yako iwe vizuri. Upumzike vizuri, pata chakula kwa wakati, ufikirie kile ambacho unakifanya kesho yake. Mechi unaweza ukaicheza kwenye akili. Ushaona kule wako vipi? Nitawaambia wenzangu vipi, tufanye kitu gani? Halikufanyika hilo. Tumekuja saa 6 na ndege kutoka Zanzibar. Tumefikia, nakumbuka ilikuwa ni Njoweni, wasikose. Tumechoka. Unajua tumechoka. Saa 12 alfajiri. Hatujalala siku ya mechi. Dua mpaka saa 10 alfajiri tunakuja pata chukua begi yetu tunaingia tenda airport. Kupumzika kabisa. Napongeza wachezaji na viongozi kwa ujumla. Wamejitahidi sana kutengeneza timu ya Simba toka wanasajili. Mimi sikuiweka kwenye timu ambayo leo hii imefikia. Niwapongeze benchi sana la ufundi, kazi kubwa walioifanya na viongozi kwa ujumla. Cha kuambia mimi kama mstaafu, kwanza wamsikize sana mwalimu na wajitoe kwa 100%. Waweke historia kwenye klabu ya Simba na nchi kwa ujumla. Kwa sababu haya mambo hayaji mara kwa mara. Sisi tumefika hatua ya finali zaidi ya miaka 30 sasa hivi. Wao wapata bahati hiyo. Ni sehemu ya mafanikio na Mwenyezi Mungu akiwajalia wataandika historia mpya. Mimi ninachowaambia kikubwa wajitahidi sana. Vile ambavyo wamefanya miaka yote, vile wamefanya kwenye mechi zote za ugenini, wajitahidi sana. Kama watafungwa wakiwa away, isizidi goli moja. Kama watafungwa. Lakini wajitahidi sana, wajitume sana, wamsikilize mwalimu, viongozi wajitahidi upande wao wa viongozi kuweka mazingira mazuri ya timu kiakili na kimwili, kwa sababu hapo ndio kazi ya viongozi. Sio mishahara tu, kukaa na wachezaji, kuambia nyinyi mnaweza mpaka mmefikia hapa. Mnaweza hata hili, mnaliweza, ndio kazi ya viongozi. Na mimi sina shaka hata kidogo na viongozi wa Simba hilo wanaliweza. Kwa hiyo wajitahidi sana. Ikitokea wamefungwa, lakini naamini Simba wanaweza kufanya maajabu. Ikitokea wasifungwe zaidi ya goli moja. Hapa nyumbani ukiondoa sisi bahati mbaya kipindi kile, mimi nina imani kwa Mkapa hapa watu wa Kimtu. Kwa hiyo ikitokea mechi away fanya vibaya, basi jitahidi sisi goli moja. Hapa akija najua atakufa tu mtu zaidi ya goli moja.
Juma hili tulikuwa na hivyo ambavyo tumekuletea, lakini pia juma lijalo tutakuwa na mengi mazuri ambayo tutakuletea mbele ya macho yako. Mimi ni Tobias Sebastian kutoka hapa Casablanca, Morocco. Narudia tena, mimi ni Tobias Sebastian kutoka hapa Casablanca, Morocco. Ndio nilikuwa na kuendeshea Simba TV katika juma hili. Usiache kuangalia na kufuatilia Simba TV katika juma lijalo. Bye.